Ndugu zangu waandishi wa habari na wanahabari samani na viongozi wa chama Habari za Mchana, ndugu zangu, nimeomba tuzungumze pamoja mchana huu na kupitia kwenu muweze mkafikisha ujumbe wetu kwa Watanzania, na itatupendeza tushirikishane mambo makuu manne. Jambo la kwanza, tutazungumzia kuhusu ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona COVID-19. Jambo la pili, tutazungumzia ukuu wa katiba, constitutional supremacy, ukuu wa katiba. Na jambo la tatu, tutazungumzia hali tete ya bei ya mafuta nchini leo. Na jambo la nne, tutazungumzia taarifa ya BOT kama alivyokuwa ameagiza ndugu Rais, ile taarifa aliyoipokea. Na mnakumbuka mwezi wa 6 mara ya mwisho tulivyozungumza na wanahabari tarehe 6 mwezi wa 6 tulizungumzia kwa mapana yake. Sasa kwa kuwa yote ni mambo muhimu kwa uhai wa taifa letu, na kwa kuwa chama chetu tunaamini katika itikadi ya utu, ambayo ni kati ya itikadi zilizo bora duniani, ambayo ndio itikadi inayoongoza dunia leo. Hata mataifa makubwa G7 walivyokutana mwezi wa 6 kuanzia ile tarehe 11, 12, 13 kule West London, walizungumzia kuhusu suala la utu wa mwanadamu, humanity, na umuhimu wake katika usalama wa dunia ya leo. Hivyo basi, uhai wa mwanadamu ni jambo ambalo linatakiwa lipewe nafasi, ni jambo ambalo la kuzingatiwa, ni jambo ambalo tuko hapa sisi tulioko hapa leo hii kwa sababu tuna uhai, tunapumua. Uhai wa binadamu ndiyo jambo kubwa kuliko jambo jingine lolote. Afya ya mwanadamu ndio utajiri mkubwa alionao kuliko utajiri mwingine wowote. Maandiko yameandikwa hivyo, hekima inatufundisha hivyo, na historia inatufundisha hivyo, na hata leo tutakubaliana kwamba uhai wetu ndio utajiri wetu mkubwa kuliko jambo jingine lolote. Kwa msingi huo, tutoe pole sana kwa wenzetu ambao wamefiwa na ndugu zao, kwa wenzetu ambao wameondokewa na wapenzi wao, wapendwa wao. Mke amepoteza mume, mume amepoteza mke, amepoteza mtoto, amepoteza baba, mama, ndugu, mtu yote wa karibu. Dunia leo, tangu ugonjwa huu uliotangazwa mwaka jana ile tarehe 11 ya mwezi wa 3 kwamba hili ni janga la kidunia, na kweli limefanya dunia kuwa ni kitu kimoja. Taarifa za shirika la afya la dunia jana, WHO, nasema kwamba dunia tumeshapoteza uhai wa dunia wenzetu zaidi ya milioni 4. Zaidi ya milioni 4 dunia imepoteza, na Afrika tumeshapoteza zaidi ya watu 1.5 kwa takwimu ambazo ziko rasmi, ukizingatia watu kama Tanzania hatujatoa takwimu zozote. Nitalielezea baadaye hilo. Kwa hivyo kitaaluma, uhai wa mwanadamu, ambapo dunia ya leo inaharibiwa na binadamu, dunia imekubaliana kwamba uhai ndio upewe nafasi kubwa kuliko wowote ule. Kwa hivyo sisi tukizingatia itikadi yetu ya utu, tunatoa pole za dhati kwa wenzetu duniani waliopoteza ndugu zao,
waliopoteza wapenzi wao, waliopotezwa. Yani msiba, ndugu yangu, usikie kwa jirani, usije kwako. Na nitoe rai kwetu sisi wa Tanzania, rai ya dhati kabisa. Kuna lugha ya ajabu inayofanywa na viongozi. Wanasema wenzetu huko wanapoputika na tuangalie na sisi kwetu huku tusipoputike. Lugha gani hii? Dunia leo ni kitu kimoja. Kitu kinachoitwa taarifa ndio bidhaa kubwa na muhimu kuliko kitu kingine chochote. Kwa hivyo mwenzako akifa Marekani, wewe unashangilia Tanzania. Mwenzako akifariki Uingereza, wewe Mtanzania unashangilia, unasema wanapuputika huko na sisi tuangalie tusipuputike. Wakati sisi ni sehemu ya ulimwengu, sisi ni sehemu, na tumesign Universal Declaration of Human Rights. Na bahati nzuri sana tulikuwa na kiongozi, taifa hili limeheshimika sana, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kanuni ya kwanza ya tamko la ulimwengu la haki za binadamu la tarehe 10 mwezi wa 12 la mwaka 1948 siku ya Ijumaa linasema all human beings are equal. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Na anaendelea anasema they endowed with kujitambua, reason and conscience, dhamir, and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Hiyo ni article 1 of the Universal Declaration of Human Rights. Sisi tumezaliwa kwa utaratibu ule aliomba Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Nyerere akaja akasema binadamu wote ni ndugu zangu. Sasa wewe unashangiliaje mwenzako anakufa, unasema mwenzako anapuputika huko? Ni lugha za ajabu sana, sio hataki kabisa taifa kama Tanzania kutoa lugha za hiyo, wakati tumeasisi katika hata kuombozo wa kusini mwa Afrika, sisi tukionekana ni watu, ni ndugu, ni rafiki, ni watu wa moja. Na kati ya kanuni kuu ya itikadi yetu ya utu ni swala la humanism. Human, the word utu meaning humanity, ubinadamu, mtu. Na hii wala sio tuikumbatie kwamba ni mali ya NCCR majuzi, hapana. Ni ya kidunia. Kwa hivyo lugha, tukumbuke ulimi huu unaweza ukajenga, unaweza ukabomoa. Na maandiko pia yameandika, hekima inatuambia what you say can preserve life or destroy it. So you must accept the consequences of your words. Unachozungumza, matamshi yako, na dunia ya taarifa leo ya sayansi na teknolojia, uwezi ukapambana nayo. Lugha zetu, rai yetu tuchunge sana. Alafu sisi wa Tanzania, hata wasisi wa taifa letu na itikadi yetu, tunazungumzia swala la golden rule, kanuni kuu ya dhahabu, kanuni kuu ya dunia, na nchi 154 zimesaini. We must treat others the way we would want to be treated. Lazima umtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye. Kanuni kuu ya dhahabu, kanuni kuu ya dunia, kanuni kuu ya kuifanya dunia kuwa sehemu moja. Sasa hali ya COVID-19 Tanzania inatisha. Tarehe 7 mwezi wa 4 tulizungumza. Na tulipozungumza tukatoa rai ya mambo ya kufanya. Na tukasema mzunguko wa 3, wimbi la 3 la COVID-19 alipo njiani, na maandishi yetu naweza nikarudia hata kuyasoma. Tuliandika kwa ufasaha. Tukasema tuweke tahadhari. Wahenga walituambia heri kinga kuliko tiba. Kinga. Sasa wimbi la 3 lipo. Tunapozungumza leo, hali ni hatari sana. Natamka hivyo nikijua nasema nini. Twende Muhimbili sasa hivi, tutoke hapa mkaone kuna nini. Twende ICU ya Muhimbili tukaone kama kuna nafasi yoyote. Twendeni KCMC tukaone kuna nini. Twendeni Bugando tukaone kuna nini. Licha ya hospitali nyingine
za wilaya huko na za mikoa. Twendeni Mbeya mkaone kuna nini. Jana nilikuwa naongea na Kagera, tukaone kuna nini. Dodoma kuna nini. Arusha kuna nini. Hali inatisha. Unampeleka mgonjwa hospitalini, nimefanya hivi. Alafu unafika unaambiwa hakuna kitanda. Subiri mwingine afe ndio apate kitanda. Tarehe 7 ya mwezi wa 4 kabla ya wimbi la 3 alijatokea, tulitahadharisha vizuri, kwa sababu uongozi maana yake ni kuwa proactive, kuonyesha njia. Ndio maana wanasema uongozi ni dhamana. Unatakiwa yani uyaone kabla hayajatokea. Kiongozi sio kuwa reactive. Tumeshuhudia uongozi wa nchi hii ni kuwa reactive tu. Unasubiria janga litokee ndio uanze kupambana na janga. Unatakiwa uwe proactive. Yani majanga ya dunia ya leo zaidi ya 96% yanasababishwa na binadamu. Na ndio sababu COVID leo hii iko duniani kote, kwa sababu ya jeuri tu na kiburi cha binadamu. Tusema lazima tuwe proactive namna ya kujikinga na majanga haya. Tukatoa rai kwamba hospitali zote, na serikali ni wajibu wake, hospitali, jukumu la hospitali namba 1 ni afya ya binadamu. Jukumu lake namba 1. Na kwa msingi huo na kanuni kuu ya vita vikitokea mahali popote, mnakuwa ni kitu kimoja, mnakuwa na sauti moja, teamwork. Sasa hapa tuna janga, tuko vitani. Tunatakiwa tuwe na sauti moja, na sauti kuwekeza kwenye hospitali zetu, ili tuhakikishe hospitali zetu zinakuwa na huduma ya kupima ugonjwa huu. Unajua kupima ni sehemu yaani ninajisikia nina ugonjwa huu, unahisi, ukaenda ukapata vipimo, unafanya kinga kabla ya kufanya tiba, kwa sababu kuwekeza kwenye tiba ni ghali kuliko kinga. Lakini leo hii tuulize, vituo vya kupimia COVID-19 viko wapi? Dar es Salaam yote hii yenye watu zaidi ya milioni 5, senta ya kupimia COVID-19 iko moja tu. Maabara ya Taifa. Ukipeleka sample ya Amana sasa hivi hapo, utaambiwa subiri siku 3, siku 4, siku 5. Na kwa gharama kubwa. Yaani hakuna uhuru ule kwamba mimi nahisi nataka kupima COVID-19. Watu tunatembea na COVID kila mahali. Kila mahali. Alafu miili ya Watanzania imekuwa ni sampuli ya maabara. Yaani unaenda tu wanasema huyu anasikia na pneumonia. Mbe sijui wanaanza sema sijui azuma, sijui mpe dawa gani. Vitu gani tunafanya Tanzania jamani? Kwa nini tusiamke? Yaani what is kind of the, yaani sijui nisemeje, yaani sincerely, honestly, na umri wangu nilio nao huu, inaumiza sana. Yaani Dar es Salaam zote hii na mikoa jirani tuna kituo kimoja tu cha kupima. Na tulisema hospitali zetu ziwezeshwe. Ziwe ni hospitali za serikali, ziwe ni za binafsi, tunakuwa ni kitu kimoja, tuko vitani. Hospitali zetu ziwezeshwe, nyingine ziombwe, za mashirika ya dini, za watu binafsi, ili waweze wengine wawekeze seriously. Na tushirikiane na wenzetu duniani. Hebu niulize serikali ya ndugu Samia, vituo vya kupimia COVID-19 viko wapi? Alafu kwenye ugonjwa huu, kwa nini Tanzania tumefikia hapa leo? Hatuaminiki tena, hatuaminiani, hatuwezi kuiamini serikali. Na duniani hatuaminiki pia. Wewe serikali jana, watu wale walikuwa wanatuambia piga nyungu. Watu wale wanakuambia Mungu ameshaondoa ugonjwa huu. Alafu mtu huyo leo anakuambia vaa barakoa. Mtu huyo anakuambia jikinge. Unamwaminiche? Where is the trust? Hakuna trust hapa. Tuna wahuni tu hapa. And this is shame to this nation. A big shame. Yani jana alafu wengine wamecompromise professional integrity. A medical professor unasema piga nyungu. Alafu umewaaminisha Watanzania hivyo, na ndio sababu kuna confusion kwenye jamii.
Najua naongea hapa, jamii nyingine nasema mbona serikali ya awamu ya 5 ilikuwa inatuambia piga nyungu, tuliomwombe Mwenyezi Mungu tukaomba kwa siku 3 ugonjwa ukafa, mbona hujafa? Mbona watu wanazidi kupuputika sasa hivi? Alafu tunatakiwa tusubiri nani afe ndio tukubali kwamba ugonjwa huu unaumiza sana taifa la Tanzania? Jamani, watu wanaumia. Unapopotezwa na mpendwa wako ndio unaweza ukajua umeumia kiasi gani. Mwalimu hapa alitusaidia, akajitokeza hadharani kwamba jamani, nimeathirika na tatizo, akaaga dunia tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka huu siku ya Jumatano. Nani tena afe? Balozi Kijazi akafa siku hiyo hiyo tarehe 17 mwezi wa pili. Baada ya mwezi mmoja Rais Magufuli akafariki, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wa dini wamepuputika. Hivi tunataka nani afe? Jamani. Alafu are we serious? Hivi nani ameiambia serikali wenye dhamana kwamba wao wana hati miliki ya kutuamulia afya zetu ziwe namna gani? Yaani wanaweza kutubabaisha tu, na wamebabaisha kweli wa Tanzania. Asubuhi leo nimepita kidogo huko nikaangalia, kila nikipita kwenye gari kuna watu wa Tanzania hawa wanakinga, wanavaa barakoa, wanajitumia maji tiririka. Mnakumbuka mwaka jana tarehe 17 mwezi wa 3 nifanya press conference ya kwanza. Leo nazungumza mara ya 9 kuhusu ugonjwa. Nikazungumzia namna bora nikiwa mtaalamu wa mambo ya majanga ya kujikinga na janga hili. Na isitoshe nikaandika taarifa ya kitaalamu, nikaimshauri Rais wa Jamhuri ya Muungano. Na alisema hadharani, mbona Mbatia anafanya 1 2 3? Kwa nia njema tu nimwambia, wewe ni rais. Na amri jeshi mkuu ukiwa vitani, tuongoze wote, tulete pamoja. Utaki kuwagawa watu. Ili tufanye kazi hii tukiwa wamoja, tukiwa taifa moja. Na mwenyewe alikiri, alisema hadharani. Na kweli wakati ule tuliona serikali kwa wimbi la awamu ya kwanza wakaja pamoja, wakuu wa mikoa, viongozi, tukaanza kutoa takwimu, tunashirikiana pamoja namna bora ya kupambana na ugonjwa huu. Tulipoingiza propaganda chafu kwenye uhai wa binadamu ndio tukafika hapa tulipofika. Tumuombe Mungu, tunaletea ugonjwa una mabeberu, tunafanya nini? Mambo ya ovyo tu. You cannot think. Na ugonjwa huu umeifanya dunia kuwa ni kitu kimoja, oneness of the world, kitu kimoja. Leo hii propaganda za ajabu tu. Na sababu unakuta wale wenye dhamana, hata nikiweko na mie, tusipojitahidi tukaaminika, na serikali ina kazi kubwa sana ili iaminike namna bora ya kupambana na ugonjwa. Tusisubiri wa Tanzania, yani sasa hakuna tena namna ya kuzikana. Hakuna tena na itakuja wevu nyingine. Jana nilikuwa nafuatilia Delta variant ambayo itakuwa ni hatari kubwa sana. Ndio eneo langu la taaluma ya majanga. Kwa hivyo ndugu zangu, niombe chonde. Na hii ni rai yangu. Naomba chonde. Kwanza ugonjwa wenyewe chonde. Utulete pamoja, tusibaguane. Yaani mtu ambaye hanacho unaambiwa tu unataka kwenda kupima COVID, hata hiyo kwenye maabara unaambiwa dola 100. Hivi ni Watanzania wangapi wenye dola 100? Tunajua income per capita ya Mtanzania ni kiasi gani kwa siku? Shilingi 600 na kitu. Ukifanya shilingi 600 kwa siku. Yaani ukichukua wote kwa pamoja. Sababu GDP ya Tanzania hapa ni dola bilioni 64. Wenzetu wa Kenya wametushinda zaidi ya mara 2 kwa uchumi hapa. Tuko hoi bintabane. Income per capita ya Kenya kwa shilingi za Tanzania zaidi ya shilingi 12,000 kwa siku. Hapa Tanzania tukoje? Ukilinganisha, kwa nasoma jana kwa mfano, ukilinganisha Italy huko ni zaidi ya ngapi ya income per capita yao kwa mwaka ni dola milioni, ni dola 34 plus huko.
ya Mtanzania dola 1,055 kwa mwaka. Sasa badala ya kuona namna bora ya utajiri huu na huu ugonjwa sasa hauchagui tena kwamba huyu ni mzee, huyu ni kijana, huyu ni hofu yetu. Horai yangu ni ambayo nimalizie ilikuwa kuwaombeni chonde. Naiomba serikali na naomba na hasa ndugu zangu wanahabari. Najua nguvu kubwa mlionayo. Naomba tushikamane katika kuelimisha jamii kuhusu jambo hili. Wacha ulaumiwe, lakini uokoe maisha ya watu. Tuseme ukweli, itatusaidia. Ukweli utatuweka huru. Chonde. Na kumbuka mwezi wa 4 tulizungumza na wala sikuandika mengine. Tulisema hatua ambazo ungetakiwa zifuatwe na serikali kwa haraka. Rai yetu ilikuwa ni yani, tusema kuziwezesha kibudget hospitali zote nchini. Hospitali zote kupima COVID-19. Hivi, kwa nini tunasubiri mpaka janga litokee unawekeza mabilioni wakati kinga ingekuwa ni rahisi zaidi? Tukapime wapi leo hii? Kwa hivyo nimeongea na madaktari seriously. Wanakuambia wanaumwa ni wengi sana ambao wanaenda hospitali tu unaambiwa haya wewe pneumonia unashindwa kupumua, haya mpe sijui Azuma, sijui ndio Azuma. Huyu mpe antibiotic, alafu watu wanaumia sana. Hii nasema kwa moyo wote. Watu wanaumia sana. Na kuna wengine hata nilivyokuwa napiga simu hapo, kuna mwingine tumemtafutia dawa, yani viongozi wetu sitaki kusema ugonjwa wa watu, lakini watu wanaumia. Yaani tumekuwa sampuli ya maabara. Athari za ugonjwa zitakuaje? Athari za haya madawa tunayopewa. Wengine wala sasa. Alafu hatuna ventilators, hatuna mashine. Unajua hatuna mashine hizi. Hizi mashine sijui ziko 20 ngapi, sijui hata kama zinafika 100 Tanzania. Siamini. Kwa sababu sikia mgonjwa amepelekwa ICU ukasema ndio ana ventilator. Wametenga tu ward yetu, kuna ward pale ya kuwekewa tu oxygen. Wewe unaenda kuongezewa tu oxygen, concentration imepungua. Je, kama una tatizo la figo, una tatizo la tumbo, una tatizo la mapafu, la moyo, una tatizo jingine tatizo la aina nyingine yote ile, unatibiwaje? Wewe unaongezewa oxygen tu. Huyu hapa dalili za COVID, mwekee oxygen. Na kama hiyo oxygen ipo basi. Kama ipo. Sehemu nyingine oxygen hakuna. Kwa hivyo ni trial and error, sampuli ya maabara. Kwa hivyo ventilators ziko ngapi? Unauliza ICUs ziko ngapi? Na hizo ICU je, zina hivyo vifaa? Kwa hivyo ni mashine tu zile zinajazwa mitungi, kila mtu mwekee oxygen. Kwenye kipimo gani? Alafu la pili tulisema wataalamu wetu wa afya wawezeshwe kibajeti kufanya tafiti za kisayansi namna bora ya kukabiliana na janga hili ndani na nje ya nchi. 3, serikali ishirikiane na shirika la afya duniani na mataifa mengine kuratibu upatikanaji wa chanjo za kujikinga na COVID-19. 4, serikali ionyeshe kwa utashi wa kisiasa na wa kiuongozi kwa maneno na vitendo katika kupanga, kuratibu na kueleza na kusimamia kanuni za afya za kukabiliana na COVID-19. Kwa mfano ya mambo ya uvaji wa barakoa, kunawa mikono kwa maji tiririka na kutumia sabuni, kuzingatia umbali, social distance na mambo mengine ambayo ni muhimu. Na tuangalia hata nchi zilizotuzunguka tunashirikiana nazo namna gani. Na huu ugonjwa ndugu zangu ni kushirikishana taarifa na kukabiliana nao sote, kwa sababu huu ugonjwa hauchagui. Ugonjwa hauchagui wewe ni NCCR, wewe una chama, wewe huna chama, wewe ni CCM. Ugonjwa huu ni wetu sote. Kwa hivyo niombe tena chonde. Rai yangu ni kwamba tuwezeshe kuwapima wagonjwa. Wagonjwa tusiwarundikie dawa tu. Mwingine wanaambia tumia Panadol. Wengine yani tumefanya sampuli za mambo alafu tumefanya vichekesho. Mwingine ukijifukuzishia siji nini? Unyungu, mwingine anapiga nyungu na sufuria, mwingine anapiga nyungu siji na mitungi gani. Nyingine paka yani karne hii tunaenda kwenye ujima. Shame to this nation. Nimwambie ndugu rais, kwa sababu nikisema mama rais
anadhani kwamba yeye ni mama, basi mama akosolewe. Ni mwite ndugu rais. Na kama ni jina yake niite dada Samia. Hatuwezi tukaendelea na no. Au kwa sababu wakubwa, ubaguzi upo, wakubwa wenye uwezo, wana uwezo wa mic. Hata mimi kabla sijatumia mic hizi, basi tumezipiga, tumespray, tumefanya nini, alafu na tahadhari, tunaweka tahadhari zilizo nyingi. Vitu vya ajabu. Sasa kuna ubaguzi, wale ambao hawana uwezo hawezi wakapata hizi huduma. Au sababu sisi lakini tukumbuke, tuliona hata mawaziri wakija hadharani wamekumbwa na tatizo hili. Lakini mawaziri wengine walipopata tatizo hili, uliweza kuona wanakuwa na mitungi ya gesi nyumbani kwao. Wangapi sisi hapa wana habari tunaweza tukawa na mitungi ya gesi nyumbani kwetu? Wangapi? Mimi nikiri, mimi na oximeter pamoja na vyombo vingine, mimi napimaga oxygen concentration kila siku mara 3. Mimi ninavyo vipimo hivyo, mimi nikiri hivyo ninavyo. Sasa watu wangapi wenye uwezo kama wa James Mbatia? Na nikiona oxygen level ikishaanza kushuka, ikifika tu mimi ikishaanza kufika 95, najiuliza why? Labda sikulala vizuri, sikufanya nini? Lakini napima oxygen kila siku na rekodi. Ninazo rekodi za tangu mwaka jana plus siku. Kila siku napima pressure yangu ama asubuhi, mchana na jioni, na oxygen level. Vipimo ninavyo. Ili unaambia oxygen level ikishafika level fulani hivi lazima ukimbie. Unajua umeshafanya tatizo 1 2 3. Lakini Watanzania wangapi sasa tunapewa, hata wale ambao wangekuwa na uwezo, elimu hii hawana. Na la mwisho, tunaitaka serikali itoe takwimu za wagonjwa wangapi wamefariki, takwimu walizonazo, watoe takwimu. Na hii wameihakikishia dunia. Na walivyoihakikishia dunia kwamba watashirikiana nayo kwa sasa, serikali itoe takwimu kila siku. Kuna wagonjwa wangapi wamefariki, wagonjwa wangapi wako hospitalini, wagonjwa wangapi status ikoje, kila siku itoe. Na kwa kuwa ni ulimwengu wa taarifa huu, unajua dunia inatuangalia, najua hata juzi mama si aliongea na, nisimuite mama, ndugu rais aliongea na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani, Anthony Blinken, akiwa anamhakikishia kwamba Tanzania sasa tumeshaanza kupiga hatua nzuri ya ugonjwa huu na watashirikiana na sisi kupitia USAID. Sasa kama ndugu rais umeshafikia hatua hiyo, mpaka tunahakikishia mataifa, tunatoa kauli, tuaminike, tutoe takwimu sasa. Tunahitaji takwimu Tanzania ya leo, hali yetu ikoje kila siku, na kutoa hizo takwimu ni kuielimisha jamii. Na vyombo vya habari binafsi vya serikali tushirikiane. Na mimi kwa kwanzia ninawaambia NCCR Mageuzi leo, wale wote, huu ugonjwa sio ugonjwa wa aibu. Wale wote ambao wameshapata tatizo hili watupatie takwimu rasmi na kujikinga inavyostahili na kufuata taratibu. Tulishatoa haraka na nitatoa tena haraka mwingine kesho ndani ya chama, ili wote tushirikiane, kwa sababu huu ugonjwa, taifa likiangamia, tunaangamia sote. Tunaangamia sote. Na nirudie tena, tuache lugha za kejeli kwa mataifa mengine. Tuache lugha za kejeli kwa wenzetu. Binadamu wote ni ndugu zangu. This is a golden rule. We must treat others the way we would want to be treated. Za kimichezo, burudani, habari za kisiasa, zote zinapatikana ndani na Sterlingi wetu Dari Kaboma. Sterlingi wetu wa Icon TV, Sterlingi wetu Dari Kaboma, na Sterlingi wetu wa Icon TV. Wote tufate Icon TV, asema wote tufate Icon TV, wote tufate Icon, Icon TV. Na namwombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV. Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, Dani aweze kuwa na watendaji zaidi, Icon TV iwe brandi kubwa
isambae nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na sisi tutashirikisha zaidi